Kwa majina naitwa Frank Siwaku, mwalimu msaidizi wa Maendeleo Queens, lakini pia ni mtendaji mkuu wa Maendeleo Academy. Awali ya yote na nipende tu kutoa taarifa ya kwamba imepita wiki moja sasa tangu timu yetu ya kike Maendeleo Queens wamerudi mashindano ligi daraja la kwanza, na matokeo ambayo tumeyapata kule, hatua kubwa ni tumeishia hatua ya nusu finali. Timu yetu ilibahatika na ilifanikiwa kuweza kucheza hatua ya nusu finali. Baada ya huo mchezo nafikiri sasa hivi dirisha kubwa limefunguliwa. Tuko kwenye maandalizi sasa kwa ajili ya kupanga na mwaka unaofuata kwa ajili ya kwanza. Tuko kwenye harakati zote za usajili. Naamini wale wachezaji ambao ni wazuri basi tutajenga kikosi ambacho ni imara ili kuhakikisha kwamba kwa mwakani tunafanya vizuri zaidi kuliko mwaka huu. Mpaka hatua hii mliofikia kwa sasa, ni changamoto gani ambazo zilikuwa ni kubwa zaidi msimu wote, lakini mmezitatuaje au mnazitatuaje ili kuelekea katika hatua hii mnaoenda sasa hivi? Nafikiri changamoto ya kwanza kabisa ambayo ni changamoto kubwa ni financial muscles. Kwa timu bado iko inajitafuta. Tuna changamoto ya kuwa na wadau wengi sana sasa kwenye soka la kike. Sababu sasa hivi soka la kike linakoelekea linahitaji fedha nyingi sana. Linahitaji uwekezaji mkubwa sana. Gharama kubwa sana zimeongezeka kwenye huu mpira ili kuweza kuendesha. So changamoto kubwa ni masuala ya kifedha. Nafikiri tunaweza tukatumia hii platform pia kuweza kualika wadau waendelee kuja. Unajua mpira wa kike unazidi kukua. So tunawaalika wadau waje tuzungumze, waweze kuwekeza ili soka la kike at least litoke sehemu hii kuelekea sehemu nyingine. The same kama ambavyo kwetu ilikuwa ni changamoto, sababu tunahitaji kuweza kusajili wachezaji, tunahitaji kuweza kuweka kambi wachezaji, lakini vile vile na shughuli nyingine za kuratibu ambazo zinahitajika kuweza kufanyika ili kuhakikisha kwamba mpaka mwisho wa msimu unapofikia timu kuelekea kwenye mashindano, timu inakuwa iko bora zaidi. Hiyo ni changamoto ya kwanza ambayo tunafanya nini kupitia. Lakini pia upatikanaji wa wachezaji kwa wetu wa Songwe au nyanda zetu za juu kusini, wachezaji wa kike ni wachache sana. Hivyo wanahitaji kusafiri kwenda masafa marefu sana kwa ajili ya kufanya signing ya hao wachezaji. Hiyo ni challenges. Kupitia hiyo changamoto nafikiri nitumie fursa kuweza kuwaasa wazazi waruhusu watoto wao wajihusishe na mpira wa kike, kwa sababu mpira wa kike nao sasa hivi ni soko kubwa, ni ajira. Ukiachana na zamani tulikuwa tunasema tu ni afya na nini, but nowadays imechange. Ni ajira kubwa sana na watoto wengi wa kike sana wako kwenye platform. Okay, kulingana na hatua ambazo mnaendelea kupitia kama Maendeleo Queens, najua mashabiki wanazidi kuongezeka, lakini pia watu wanaoiunga mkono Maendeleo Queens wanaendelea kuongezeka. Ni ujumbe gani ambao wewe unao kwa mashabiki na watu ambao wanaendelea kuiunga mkono? Kwanza ni washukuru mashabiki na wadau wote ambao wamekuwa wakisupport. Nashukuru sana kipekee sana tangu msimu ulipoanza mpaka tumehitimisha, lakini pia najua hitimisho la msimu mmoja ni mwanzo wa msimu mwingine unaofuata. So mwaase waendelee kutusupport kama walivyokuwa ni support kwenye mechi zetu, kwenye maandalizi yetu, kwenye kila kitu chetu. Lakini pia nitumie pia platform hiyo ya kwenda kwa hasa hao wadau. Wakaribie wadau waweze kuwekeza kwenye timu za kike. Kuna return ipo pia soka la kike. Okay, endapo mtapata nafasi ya kupanda ligi kuu, ni malengo gani ambayo ligi inayo, nikimaanisha klabu inao mpaka sasa? Actually moja lengo mama, kwa sababu tuko ligi daraja la kwanza. Lengo mama la timu ni kuhakikisha kwamba tunakuwa promoted kwenda ligi kuu. Hilo ni lengo mama. Lakini lengo lingine ni kuhakikisha kwamba basi michezo katika mkoa wa Songwe, hususan michezo kwa upande wa wanawake, basi soka la kike kwa Songwe linakuwa kufikia zile level ambazo mikoa ya wenzetu tayari ishafika, kama Dar es Salaam, Mwanza, wako tayari wenzetu walianza mapema. Na ili kuweza kufikia kwao ni lazima tuwe na timu, tuwe katika rank fulani na tupate pia manake kama kituo tupate wachezaji wapya, tuendelee kukuza, tuendelee kulea vipaji na tuendelee kukua vingine. Hiyo ndio lengo mama. Kwanza ni timu iende ligi kuu, lakini cha pili pia ni kuendelea kukua vipaji na kuvilea katika misingi ambayo ni stahili kwenye football. Okay, kwa kumalizia, ni nini rai yako kwa jamii nzima na hasa kwa nyanda za juu kusini? Football is money. Ili football ni opportunity ambayo iko wazi. Sio mpira wa kike, sio mpira wa kiume. Wazazi na waasa wawekeze kwenye mpira. Sasa hivi mpira imekuwa ni ajira ambayo haihitaji mtu aweze
hustle sana. Yeye kujitoa na wazazi kuweza kuwekeza kwa huyu mtoto. I'm really sure kuna sehemu ambako tutafika kwenye soka. Nawasa sana wazazi wawekeze kwenye mpira. Okay, asante sana. Shukrani. Kwa majina naitwa Emmanuel Ellington Kayuni, ni nahodha wa Maendeleo Academy, pia ni mchezaji wa Maendeleo Academy. Okay, ukiwa kama nahodha wa Maendeleo Academy na pia ni mchezaji, unaiongeleaje hatua ya wenzenu Maendeleo Queens kufika hatua ya nusu fainali ya ligi ya daraja la kwanza? Ni hatua moja nzuri sana na ni hatua ambayo imewafanya wao kupata ujasiri wa kuendelea kupambania ndoto zao, na nadhani kuteleza si kuanguka. Kwa hatua waliofikia watajipanga vizuri kuendelea kufanya vizuri katika mashindano. Okay, tukitoka nje na Maendeleo Queens, nirudi kwako mwenyewe kwa maisha yako binafsi. Unadhani klabu ya Maendeleo tangu imekuchukua wewe ambaye ulikuwa hauko kwenye klabu ya Maendeleo na ambaye uko kwenye klabu ya Maendeleo, mna utofauti gani kati ya hao watu wawili? Kwanza ningependa kushauri kuwa yoyote yule ambaye anajihisi ana kipaji chochote, fanya kitu unachokipenda. Mimi nimekuja katika klabu ya Maendeleo ni kwa sababu na mapenzi na mpira. Kwa hivyo nimekuja kuendelea kupambania ndoto zangu katika klabu ya Maendeleo Academy ambayo ni klabu ambayo ni nzuri, nimependa na inanipa furaha wakati wote. Unadhani ni nini kimebadilika katika maisha yako ulivyo kutoka maisha yale ambayo ulikuwa nje ya mpira na sasa ukiwa ndani ya mpira? Ni nini kimebadilika kwenye maisha yako? Kuhusiana na mpira nimebadilishwa na vitu vingi. Nimepukana na mambo mabaya katika mtaani, kuvuta bangi, kunywa pombe. Kwa kujichanganya katika masuala ya mpira imenisaidia sana kuepuka vitu vingi sana. Ulikuwa unavuta bangi? Hapana sana. Ila ni ushawishi wangu. Okay. Kwa kumalizia, unaweza ukaiambia nini serikali au ukaiambia serikali na jamii kwa ujumla na vijana wenzako ambao wanakusikiliza kwa sasa ambao wana kipaji lakini wanaendelea kukificha ndani kutokana na baadhi ya maisha labda wanaopitia au kutokana na kwamba anaona mimi ni mwanafunzi hivyo, una ushauri gani juu ya ukianza na vijana wenzio umalizie kwa serikali na jamii? Wenzangu, ningependa kushauri vijana wenzangu kujiingiza katika, kama una kipaji fanya kipaji chako, kwa sababu usiangalie wewe unatokea familia gani. Kuna watu wakubwa tu sasa hivi ni wachezaji wakubwa au yani kila mtu yupo kwenye fani yake kubwa. Wengine wametokea katika hali ya umaskini ila hawajaangalia swala hilo, wao wameangalia kipaji chako. Naomba kama una kipaji chochote wewe jitahidi ufanye kipaji chako, nadhani utafanya vizuri. Pia kuhusu serikali, ningependa serikali iongeze juhudi kubwa kwa ajili ya kuinua vijana ambao wana vipaji, isiwatupe, isiangalie mtu ni wa hali ya chini, hali ya juu, wote wa katika hali moja. Nadhani kila kitu kitakuwa sawa.